Anayezungumza nawe tena siku ya leo ni balozi wa nabii mkuu Mtume Sekela Ntondolo. Niko hapa kukuletea kipindi hiki siku ya leo nikiwa ninamwakilisha nabii mkuu wa karne 21 Mheshimiwa Dr. Jodevi. Kipindi hiki leo tena ni wakati wa baraka ambapo tunataka kwenda kuangalia maneno ya kinabii ambayo nabii mkuu ameyatamka kwetu sisi au kwa nchi na yakathibitika kwetu. Lakini siko peke yangu. Niko hapa na nabii ajaye, nabii mwanafunzi. Karibu. Asante balozi. Na niseme ni nafasi ya baraka kuwepo katika kipindi hichi na tena leo kuzungumzia nabii mbalimbali ambazo nabii mkuu amekuwa akizitoa. Na amekuwa akitoa maneno ya kinabii na kutoa unabii kwa watumishi, kanisa kwa ujumla na hata taifa. Na najua ni nafasi ya baraka sana kwa mtazamaji ambaye anatutazama katika kipindi hiki siku ya leo. Uko pamoja nami nabii mwanafunzi William James. Naamini yako mengi ya baraka ambayo mtazamaji anaweza kuyapata kutoka kwetu. Ni kweli kabisa. Kwa mfano kipindi kilichopita ulizungumza kwa kifupi sana kwamba nabii mkuu alikunyanyua katikati ya watu. Maana leo tumesema tunazungumza nabii mbalimbali ambazo nabii mkuu ameshawahi kuzitoa. Na tumeangalia ulivyosema kwamba ametoa kwa watu binafsi, yani mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa nchi pia, hata kwa kanisa pia, hata pia hali ya kiroho ya kanisa. Nabii mkuu ameshawahi kutoa unabii pia tukaona mambo yanathibitika. Lakini pia wewe ulisema kwamba akakupa unabii takriban miaka 6 iliyopita. Akakupa unabii kwamba wewe utakuwa nabii ajaye. Na ukaanza kuanzia pale umeona maisha yako yakibadilika. Lakini pia mimi nikakumbuka, hata mimi nakumbuka katika mwaka huo Januari, ilikuwa Januari kwenye tarehe 15. Nabii alikuwa akifanya huduma, ghafla tu akapita katikati yetu na alikuwa anatoa unabii kwa watu wengi ambao alikuwa anawaambia jinsi watakavyokuwa watumishi. Na alifika mbele yangu pia mimi akaniambia kwamba mimi Mungu ameweka kitu cha kimungu ndani yangu, lakini japo kilikuwa kimesongwa na Mungu anaondoa ule msongo. Na mwaka huu, yani huo mwaka 2008, mwaka huu Mungu atakwenda kukutumia. Basi mimi nilipita muda mrefu nikasahau kabisa, nikajua kutumika labda niwe kama mhudumu, sikujua nini. Lakini siku 2 kabla ule mwaka hujaisha, ikiwa tarehe 28 mwezi wa 12, akanipaka mafuta kwa mtume. Sasa tunaona vitu kama hivyo. Tumeona nabii pia akiinua watumishi mbalimbali kwa neno lake, yani akiwatolea unabii. Lakini hebu turudi hapa sasa. Tuangalie nabii ambazo ametoa kwa ajili ya nchi, labda nisikie kutoka kwako. Asante sana balozi. Na yako ambao ningependa kuyazungumza, na niseme kuna umuhimu kubwa sana wa kuwa na nabii. Nabii awapo katika nchi ni jicho, nabii awapo katika kanisa ni dira, nabii awapo katika jamii ni mahali pa kuegemea. Kwa hiyo yako maneno ya kinabii ambayo amekutoa huko. Ziko nabii ambazo amekutoa kuhusu taifa. Kwa mfano kuna unabii ambaye aliwahi kutoa kwamba nchi itatembea miaka 7 kama taifa lisilo na baba. Na tuliona nchi ikipitia katika hali hii, kwamba kulikuwa kuna mambo mengi sana yalijitokeza kwa upande wa siasa, mambo ya kiuchumi, kuna mambo mengi yalikuwa yanaleta mabadiliko makubwa. Kulikuwa kuna mkanganyiko mkubwa, kuna mambo yakavuzuka, mambo ya ajabu, tukasikia mambo ya ufisadi, tukasikia mambo ya ajabu. Yani kulikuwa kunaonekana kama nchi imekosa mlezi. Mambo kama haya yalijitokeza wakati wote. Na hii imekuwa ni uhalisia kabisa wa ule unabii ambao alikuwa ameutoa kwa taifa kwa ujumla. Labda kwa mtazamaji anayetuangalia kwa wakati huu, labda nimwambie tu kwamba unabii huo nabii mkuu aliutoa ilikuwa ni mwaka 2007. Pale ambapo alitoa unabii huu kwa kusema kwamba anaiona Tanzania ikiwa inapita mahali pagumu. Tanzania imekuwa kama mtoto asiyekuwa na baba. Na alisema kwamba kutakuwa na mabadiliko mengi katika huo unabii wakati akiwa anautoa. Ulikuwa ni unabii ambao ulikuwa una ujumbe mrefu kiasi fulani. Yani unajua kiasi kwamba tukisema sasa hivi kuzungumza habari tu za huo unabii na uthibitisho wake, hata kipindi cha kitoshi.
Lakini labda tunaweza kuangalia vitu vichache. Alizungumza akasema kutakuwa na mabadiliko pia kama ulivyosema kwenye mambo ya kisiasa, hali ya hewa, na alizungumza pia kwa mambo mengi sana. Kwa mfano, wakati tu alipotoa unabii, nakumbuka kwa mara ya kwanza tuliona mabadiliko katika nchi ya Tanzania. Waziri mkuu alijiuzulu. Umeona Lakini pia tuliona vitu vilivyoanza kutokea pia, mabadiliko makubwa pia ya hali ya hewa, majanga mengi. Lakini kuna kitu kingine ambacho mimi nilikiona. Alitoa unabii akasema anaona kitanzi kinashuka na watu wengi wanaenda kuingiza shingo zao pale. Watu wengi sana, akasema na wakuu wa dini pamoja na watu wengine mbalimbali wenye kuheshimika wanaongoza watu kupeleka shingo zao pale. Na hii ilikuja kutokea wakati kilipotokea kile kikombe cha babu. Ndio unabii ukawa watu wakaanza kuelewa kwamba watu wengi kweli walienda kule na matokeo yake kwa kweli hayakuwa mazuri. Na hii inathibitisha kwamba nabii anapokuepo si kwa ajili tu ya kumtabiria mtu hali yake, lakini nabii anaonyesha hali halisi ilivyo. Na inatuthibitisha hata manabii walioko katika Biblia jinsi walivyojua hali ya nchi jinsi inavyokuwa. Na tumeona jinsi ambavyo mabadiliko yametokea, mambo mengi ambayo hatukuwahi kuyasikia huko nyuma yalikuwepo. Na huo nabii alisema miaka 7, na maana mwaka jana ndio ulikuwa unakamilika. Lakini pia alisema kwamba kuanzia mwaka jana pia alisema bado tutaona mambo mengine. Unakumbuka alisema katika mwisho wa mwaka. Lakini pia ameendelea kutoa nabii nyingine. Nabii nyingine. Labda unaweza kuendelea hapo kwa sababu watu wanapenda kujua nini ambacho nabii mkuu amekifanya katika nchi ya Tanzania. Ni kweli. Ziko nabii nyingine ambazo amezitoa katika taifa. Na kwa mfano amekuwa akizungumza kwa mfano kwa miaka tofauti. Amekuwa na maneno ya kinabii. Kwa mfano mwaka huu wa 2015 yako ambayo ameyasema. Kwa mfano alisema huu ni mwaka wenye meno. Alizungumza huu ni mwaka wenye meno kwa watu ambao hawamtegemei Mungu, wako katika njia za upotofu, au watu ambao wako katika hali ya kutegemea nguvu za giza ili kufanikiwa, au kutumia wengine isivyo sawa kwa namna ya kishirikina niseme ili kufanikiwa. Na kazi zote za kichawi imekuwa ni mwaka wenye meno. Na hili nazidi kudhihirika kwamba kila mara na watu wote wanaofanya kazi hizi inakuwa ngumu kwao. Kwa mfano tunaelekea huko mbele, kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi za kuua albino ili kuweza labda kufanikiwa katika mambo fulani. Lakini unaona kwamba kumekuwa kuna wimbi la watu sasa kukamatwa. Na serikali imezidi kupiga hatua katika kuweza kusaidia hawa watu ambao wamekuwa ni albino, kuweza kusaidia maisha yao, kwa sababu unaona mambo yote haya yanakuwa ni mambo ambayo yanahusiana na ushirikina, ya nguvu za giza, kutoa watu kafara, kukata viungo ili kufanikiwa. Kwa hiyo tunaona yale maneno ya kinabii ambayo amekuwa akiyatamka yamekuwa yako hai kabisa kwetu. Ni kweli kabisa. Hata nikikumbuka kuna wakati fulani alitoa unabii akazungumza kwa habari ya ajali. Anasema anaona ajali nyingi sana. Na katika hizi nabii za ajali tumeona akitoa mara nyingi kwa aina tofauti. Kwa mfano kuna kipindi pia alitoa unabii akasema anaona vyombo vinaacha njia. Unaona, akasema vyombo vinaacha njia. Mtazamaji, nakwambia ni ukweli. Wakati aliposema tu hivi, tulisikia habari ya vyombo vingi sana vya usafiri, yani magari, pia ilihusisha ndege. Tuliona pia ndege kule Zanzibar iliacha njia. Pia tuliona magari mengi sana ikiwa yanaacha njia. Yani ajali inatokea kwa staili hiyo kwamba chombo tu kinatoka barabarani kinaacha njia, kwa kuwa aliona yeye. Na unajua imekuwa tofauti kwa nabii mkuu, na alisema mwenyewe nabii mkuu wa kweli ni yule anayeona jambo na kuwapa watu njia ya kutokea. Sio tu kutoa unabii. Unazungumziaje kuhusu hilo? Hii ni kweli kabisa. Unajua pale ambapo kuna nabii mahali, na nabii anatoa unabii, kwa mfano kutakuwa kuna ajali au kutakuwa kuna majanga fulani, alafu asikupe njia ya kutokea, basi ule unabii haukusaidii. Unakuwa sio msaada. Lakini awapo nabii wa kweli atakwambia ni namna gani unaweza kuepuka jambo lile, au hatima yake, hatima ya jambo hilo ni ipi, ni jambo la kuepukika au haliepukiki.
Lazima nabii yani nabii anapoweza kutoa unabii wake kwa level hiyo, anaonesha amepevuka katika ofisi yake, katika yale ambayo anayasema amepevuka. Kwa hiyo tumeona mara nyingi nabii mkuu anapokuwa akitoa unabii wa namna hii, kwa mfano wa ajali, akisema labda vyombo vinaacha njia, kutakuwa kuna ajali, mara nyingi amekuwa kidumu kutupa njia kutokea. Kwa mfano kumekuwa kuna kama sadaka namba 9, amewahi kusema hili jambo. Na akasema kwa mfano alisema kwa wale ambao uwezo wao ni shilingi 1000 watatoa shilingi 900, wale ambao uwezo wao ni shilingi 10,000 watatoa shilingi 9,000, wale ambao uwezo wao ni 100,000 watatoa 90,000 na kuendelea. Na hii imekuwa ni msaada kwetu sisi kama watu ambao tumemwamini nabii na kumsikiliza nabii. Imekuwa ni kinga kwetu, ni namna ya sisi kuepuka hayo maafa yalikuwa mbele yetu. Niseme mpaka ni kweli kabisa. Na unajua kabisa kama nabii mkuu alivyowahi kusema, alisema unabii hauji kuangamiza. Yani makusudi ya Mungu kumweka nabii si kwa ajili ya watu kuangamia, bali ni kwa ajili ya kuokoa. Kwa hiyo unabii unakuja kwa ajili ya kumwokoa mtu, si kumwangamiza. Na hivi ndivyo ambavyo tumeendelea kuthibitisha na bado tutaendelea kuthibitisha nabii nyingi mbalimbali ambazo nabii mkuu amekuwa akizitoa na zimekuwa zikithibitika kwa ishara, yani matokeo ambayo yanatokea. Kila anachokisema kinaonekana waziwazi. Mtazamaji unayetutazama wakati huu, nataka nikwambie wakati huu sasa unaweza kuona matendo makuu ambayo Mungu amekuwa akiyatenda kupitia nabii mkuu. Alafu baada ya hapo tutarudi tena kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu. Watumishi wa Mungu, najua mko wengi wengine kutoka makanisa mbalimbali, lakini ningependa mchungaji mmoja tu atusalimie pale, yule pale. Mchungaji tusalimie, naomba usimame uje hapa usalimie. Nafurahi kuona. Salimie kidogo. Yesu asifiwe. Kwa jina langu kwa kifupi naitwa Thaddeus Chacha Mkuria aliyeokoka. Haleluya. Amen. Tunafanya kazi pamoja na mtumishi wa Mungu Dr. Denon Fernandez na Ani Senior Pastor katika huduma ya World Agape Ministries ambayo ina kituo cha Agape Television Network 18, na sasa tuna makanisa yanaitwa Agape Life Church, na niko sasa Mwanza nasimamia kanda ya Ziwa. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Ni vizuri uhudhurie pia kanisa lake. Napenda sana huduma ya ATN. Mtume Fernandez, napenda sana huduma ya bado tunaendelea. Tumekuwa tukizungumza kuhusu nabii mbalimbali ambazo nabii mkuu amekuwa akizitoa. Tumeona kwamba kazi ya nabii mkuu si tu kwa ajili ya mtu binafsi kumtabiria maisha yake. Kazi ya kutabiri ni ya kwetu sisi. Tunachukua neno la nabii tunatabiri juu ya maisha yetu. Tumeona kwamba nabii mkuu anafanya mambo mengi sana kwa taifa hili la Tanzania. Na hii ndio maana basi Mungu ametupa nafasi hii ili wewe uweze kuelewa kazi anazozifanya na imani yako izidi kuongezeka. Tumekuwa tukiangalia pia nabii mbalimbali. Nimesema kwamba tukianza kuziongelea zote kutakucha. Wala kipindi hichi hakitoshi. Hakitoshi. Na ndio maana nabii mkuu amesisitiza sana tuendelee kusupport vipindi hivi kwa kujiunganisha kuwa mwana partners. Hata sasa unaweza kujiunga kuwa mwana partners pamoja na mshirika mwenza kusupport mtegemezaji ambaye utategemeza huduma hii kupitia namba hizo zinazopita hapo chini. Tuma majina yako mawili, na fanya hivyo pia unaweza kutuma mchango wako kwa njia ya M-Pesa. Kiwango cha chini cha kuanzia kwa mwana partners ni shilingi 10,000, lakini unaweza kuenda juu zaidi. Lakini pia kuna premium partners ambao nimekuwa nikielezea mara zote mimi kama kiongozi wa partners. Ni kwamba premium partners ni wale ambao wana support kama hivi unavyotuona, ni kwa sababu ya kazi ya premium partners. Hao wako katika makundi mawili. Kuna wale wa dhahabu
ana wale wa almasi. Dhahabu unatoa shilingi 50,000 kwa miezi mitatu, 50 kwenda juu, lakini almasi ni 100,000 kwenda juu kwa miezi mitatu. Umeona, wale silver partners ni kila mwezi, lakini hawa premium ambao wanabeba majukumu makubwa ni kwa miezi mitatu. Inawezekana mtu wa Mungu, kwa imani na wewe ukaamua kujiconnect na nguvu hii, ili baraka hizi na wewe uziwe kwako pia. Basi tukiendelea sasa, labda nirudi kwako nabii mwanafunzi. Naam. Tumeona pia mwaka huu nabii mkuu, kuna nabii nyingi amezitoa, moja ulishaisema na nyingine nyingi. Hebu endelea kuambia ndugu zetu wapate kusikia tena. Asante balozi. Katika mmoja ya unabii ambao alitoa katika mwaka huu, alizungumza kwamba mwaka huu kutakuwa kuna majanga yatatokea, na ajali ni sehemu ya hayo majanga. Na kutokea hapo tulisikia habari nyingi kabisa ambazo zilikuwa ni majanga. Kwa mfano, kuanzia Januari mpaka mwezi wa 3, zaidi ya watu 105 walifariki kwa ajali peke yake. Hiyo ni nje ya majeruhi ya watu ambao walipoteza viungo vyao na kupata vilema vya kudumu. Tena nakumbuka, unakuwa kama unanikumbusha wakati anatoa unabii huu wa majanga, na wakati aliposema habari ya majanga, yani kitu kilichotokea ni kwamba siku ile tu alipozungumza, kesho yake, maana alisema anaona kwamba kuna mambo, alisema tutasikia mambo mengi. Tena akatualert kabisa, akatuambia kwamba endeleeni kusikiliza vyombo vya habari, kuna taarifa nyingi ambazo mtazisikia. Lakini kesho yake tu tukasikia habari ya Amboni, wale majambazi wakakamatwa kule Amboni. Na ndio hapo sasa alipokuja kusema habari ya na tukaanza kwanza hapo tukaanza kusikia tetesi ya ugaidi, ambayo ilikuwa kama tetesi sasa. Kukawa na hali fulani, lakini hapo akatoa unabii kuhusu ajali kama unavyosema. Na unajua, baada ya kusema ajali, alisema tamko lake lilikuwa hivi: shetani anataka damu. Unakumbuka? Unaweza kuendelea hapo sasa. Katika unabii huu wa ajali ambao nabii mkuu alisema anaona vikao vya shetani na mashetani wakiwa wanataka damu. Huu nabii aliutoa separate kabisa. Akasema kikao cha shetani na mashetani wakidai damu. Kwa hiyo ndipo hapo ambapo kulikuwa kuna mfululizo wa ajali ambao naweza kusema inawezekana haujawahi kuonekana katika nchi hii ya Tanzania. Unajua ilikuwa ni ajali juu ya ajali. Yaani kila siku ukiangalia chombo cha habari, hii gari imeungua, hii imepinduka, hizi zimegongana. Kulikuwa kuna kila namna ya kumwagikaji wa damu. Ilikuwa ni jambo ambalo ikafikia mahali ikawa kama ni kitu kilichozoeleka. Kusikia kwamba kuna gari imeua watu. Na mtazamaji unaweza kuwa unajiuliza kwamba kwa nini nabii kuzuia? Kwani unajua nataka nimsaidie mtazamaji. Nataka nikwambie kwamba nabii anaposema jambo, anatoa njia ya kutokea. Tatizo ni kwamba watu hawamwamini nabii. Kwa hiyo alipotoa njia ya watu kutokea pale, watu hawakumwamini. Na kanisa la Kristo linatakiwa kutuelewe kwamba akiwapo nabii mkuu kama huyu, lazima watu tuelewe kwamba anapotoa tamko, nini tunachotakiwa kukifanya kuambia watu wetu ambao tunamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo haya ni mambo katika baadhi ya mambo ambayo nabii mkuu ametoa unabii na yamethibitika. Lakini pia kuna mambo mengine tuendelee kusikia. Yako mambo mengine mengi ambayo nabii mkuu ameendelea kutoa unabii. Kwa mfano kuna unabii mwingine ambao unahusu taifa. Aliuzungumza tena, lakini mambo ya intelligence sasa. Kwa mfano, baada ya kuwa na tetesi nyingi za ugaidi kwamba kutakuwa kuna ushambulio wa ugaidi hapa, kutakuwa shambulio la ugaidi pale, nabii mkuu alitoa tamko la kinabii ya kwamba Mungu ameweka urahisi kwa intelligence ya Tanzania, na watu wote ambao wanakuwa wanahusika na vitendo hivi vya ugaidi, Bwana atawapa watu intelligence ya urahisi wa kuwakamata. Watawakamata kiurahisi kabisa. Tena alisema watu wote ambao wameingia wameshaonekana katika mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo tulianza kusikia pale Arusha huku wakakamatwa watu wenye silaha, Morogoro ikatokea pia wakakamatwa kirahisi kabisa, bila polisi kustruggle, yani bila yani unaona. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe tunamhitaji nabii. Serikali ya Tanzania
Tanzania inamhitaji nabii, wananchi wa Tanzania wanamhitaji nabii, kanisa la Tanzania linamhitaji nabii. Labda mimi nikumbushe, kuna nabii fulani alitoa kwa ajili ya mji wa Arusha. Kwa mfano alitoa wakati fulani alipokuwa amefanya ziara katika stendi ndogo hapa katika jiji la Arusha. Kwanza alikuwa ameongea kwa habari ya jiji la Arusha, lilikuwa halijatamkwa kuwa jiji, lakini akasema Arusha imepanda thamani. Kwa hiyo ghafla mara ikatokea Arusha likatamkwa kuwa jiji. Lakini pia akazungumza kuhusu hali ya hewa, lakini pia alizungumza kuhusu pesa. Sema anaona watu wanashika pesa kama mawe, na tumekuja kuona watu wameshika kweli pesa. Lakini pia alizungumza hali ya kiroho kwa ajili ya watu wa Arusha, kwamba kutakuwa na mwamko, watu watakuwa na kiu ya kumpenda Mungu. Arusha kumekuwa na hali hiyo, watu wanampenda Mungu, watu wanamtafuta Mungu. Ukiona watu wanakimbilia huku na huku, wakisikia maombi huku na huku, ni neno la nabii linatimilika kwao. Kwa hiyo ni watumishi wa Mungu wale wako katika mji wa Arusha, mnatakiwa kuwa makini sana na hao watu, kwa sababu hawajaje tu kwenu tu kwa sababu kwa kuja, wamekuja kwa sababu ya neno la nabii. Kwa hiyo tunaona kwamba pia nabii analeta uamsho katika kanisa la Tanzania. Kuna kuwa na uamsho. Watu alisema hata watu wasiomjua Mungu, hata watu wasiomjua Mungu watafanikiwa. Unajua watu wakianza kufanikiwa watajua huyu Mungu ni wa kweli. Kwa hiyo kanisa tunatakiwa kushirikiana, tuweze kushikamana na nabii, ili mambo yote haya yanapotamkwa tuweze kuwafikishia watu. Ni kweli kabisa. Hili ni jambo la msingi sana kama kanisa kuweza kutambua nafasi ya nabii. Nafasi ya nabii lazima ijulikane katika kanisa, kwa sababu pale ambapo nabii anatoa matamko, kwa mfano matamko kama hila uamsho, ametoa nabii kuhusiana na uamsho katika mji wa Arusha, watu wanampenda Mungu. Kama kanisa lazima tujue namna ya kujiconnect pia, kwa sababu wakati mwingine uamsho unaweza ukaja ukatukuta sisi katika watu katika makanisa hatujawa tayari, tukakuta watu wanakuja wakiwa na kiu ya Mungu, alafu sisi hatuna Mungu wa kuwapa. Unaona, tunakuwa sisi wenyewe hatujajipanga vizuri, na ndipo hapo ambapo unakuta wakati mwingine kunaibuka vitu kama hivi vya visaidizi. Inafikia mahali watu wana kiu na Mungu, mtumishi wa Mungu, kwa sababu hujajipanga unaishia kuwapa watu visaidizi, unawapa watu maji, unawapa watu chumvi, unawapa watu fruto. Kwa hiyo ni vizuri kama kanisa kuweza kujiconnect na yale maneno ya kinabii. Pale ambapo akitoa nabii kuhusiana na uamsho, lazima kama kanisa tukae timamu katika Kristo, ili tuwe na kitu cha kuwapa watu wenye njaa. Ndiyo, lakini tumeona pia katika nabii zingine, nabii mkuu amekuwa akitoa, ilikuwa ni maonyo na amekuwa mkali wakati mwingine. Lakini ni kwa sababu ndivyo ilivyo. Neno la Mungu linafaa kwa mambo yote, linaadabisha, linaonya, linafundisha. Tumesikia pia akisema kwamba hata ilileta zogo sana wakati fulani alipokuwa Dar es Salaam katika ule mkutano wa Biafra, akiwafuta kazi wachungaji wa chovu. Pia tumesikia akisema kwamba wale manabii wadogo wanaodanganya watu amewafuta kazi. Hii ni kweli kabisa, mtazamaji unayetuangalia hapo, kwa sababu nabii ndo amewekwa kwa ajili ya kazi hiyo. Nabii kama yeye ndo kinywa, yeye ndo msemaji mkuu wa serikali ya ufalme wa Mungu. Nabii mkuu ana uwezo wa kutamka kitu na kikawa. Na tumeona kabisa wale watu sasa, kama hawajabadilika, umeona jinsi ambavyo huduma zao zimekwenda zikipotea, yani kwa sababu tayari serikali ya mbinguni imeshatamka hivyo. Kwa hiyo lazima watu wamuelewe, anapotamka yeye ni nabii mkuu, na hilo ndio neno la Bwana kwa watu wote. Kwa hiyo kila mtu lazima alishike. Usitegemee tu kwamba nabii atakuja kukutamkia tu kilaini tu kila saa kukuambia tu umebarikiwa. Kwenye kuadabisha anaadabisha. Anaweka kanisa katika msingi, na tumeona kabisa yeye ndio nabii ambaye analirudisha kanisa katika msingi wake. Watu waamini maneno ya Mungu, nabii aliyeko ambaye anatoa neno la leo, lakini pia watu waamini nguvu ya Mungu ambayo inafanya kazi ndani ya maisha ya watu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, tunazungumza hapa kuonyesha kwamba kati ya nabii nyingi sana ambazo amezitamka nabii mkuu zimethibitika. Acha zile anazomtolea mtu mmoja mmoja kwa habari ya maisha yake binafsi, kwa habari ya familia yake, kwa habari ya kazi zake, kwa habari ya uchumi pia. Tumeona pia akitamka kuhusu uchumi, na kwa mfano alitamka kuhusu hali ya uchumi katika mkoa wa Arusha, na tunaona kabisa watu wanaanza kuishi maisha mazuri. Kwa sababu gani? Anapokuwepo nabii kunakuwa na baraka, kunakuwa na unyevu maana nabii yuko pale. Kwa hiyo mimi nataka kumwambia tu mtazamaji wetu ya kwamba nabii mkuu aliyeko katika nchi ya Tanzania ndio nabii wako ambaye ana neno kwa ajili ya nchi yako. Manabii wana mipaka. Manabii wana mipaka.
Kwa hiyo Mungu anapomweka nabii katika nchi, amemkusudia kwa ajili ya watu wa nchi ile. Lazima umwamini. Unazungumza nini kuhusu hilo? Hiyo ni kweli kabisa. Unajua, hasa ulipozungumza upande ya kwamba manabii wana mipaka. Kwa sababu unajua nabii ni msemaji wa serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nabii ndiye ambaye anazungumza habari ya msimamo wa serikali ya ufalme wa Mungu kuhusiana na eneo fulani. Kwa hiyo Mungu humuinua nabii katika eneo fulani. Kwa mfano katika taifa akamuinua nabii mkuu. Lazima ukiwa katika nchi hiyo, lazima umtambue nabii mkuu wa nchi yako. Wakati mwingine mtu anaweza kumwacha nabii katika nchi yake na kwenda sehemu nyingine, na unakuta kusudi lako au msaada wako, jibu lako alipo kule, umeliacha jibu lako nyumbani. Lazima ujue kwamba manabii wana mipaka. Yako mengi ambao tungeweza kuyasema kuhusiana na jambo hili, lakini ni vyema ujue ya kwamba hata wakuu wa mikoa, utagundua kwamba mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro hawezi kwenda Dar es Salaam akasema mimi ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Hapana, kwa sababu anajua mipaka yake. Kuna vitu akifika Dar es Salaam hawezi kufanya. Kwa nini hawezi kufanya? Hawezi kufanya kwa sababu lile sio eneo lake. Vivyo hivyo ya kwamba Mungu kwa upande wa manabii ameweka mipaka. Basi wakati huu tunapofikia mwishoni, nataka nikutamkia mtazamaji ya kwamba kwa niaba ya nabii mkuu, nikiwa nimeketi katika kiti chake mahali hapa, nishakwambia kwamba nguvu anayotumika nayo, sisi wote ambao ametupaka mafuta chini yake na ametuita kwa watumishi chini yake, hiyo nguvu ameiachilia kwetu hivyo hivyo. Basi nakutamkia upenyo katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Tamka upenyo kabisa kwa katika kila jambo ambalo unataka kuona kwamba Mungu anakuvusha na kukupa upenyo. Natamka upokee katika jina la Yesu Kristo, na kila hitaji lako hapo ulipo limejazwa, imekwishakuwa.